Bwana, moja kati ya kitu ambacho kinawasumbua sana watu duniani ni kwa sababu tu hawajui ya kwamba unaweza ukafanya kila kitu kwenye maisha na ukawa na kila kitu kwenye maisha, lakini usipate kile ambacho unakistahili na kile ambacho unatakiwa kukipata. Kwa nini nimezungumza hivi? Ni kutokana na namna ambavyo maisha yalivyo. Nitakutolea baadhi ya mifano kwa sababu kuna watu ambao wako na talent kama ambavyo anazungumza Cristiano Ronaldo. Kuna watu ambao wako na nidhamu ya hali ya juu kama ambavyo anazungumza Cristiano Ronaldo. Kuna watu wanajituma kwa hali ya juu kama ambavyo anasema Cristiano Ronaldo, lakini bado hawapati kile ambacho walikuwa wanatakiwa kukipata. Nitakutolea mfano wa Harry Kane pamoja na Son Heung-min, kijana huyu kutoka pale nchini Korea, ambao wote wawili walikuwa wanatumikia timu ya Tottenham Hotspur. Kwa nini nimezungumza haya? Hawa wachezaji ni wachezaji ambao wako na talenti kubwa sana na wamefanya makubwa sana ndani ya Tottenham, lakini hawakuwahi kupata taji lolote wakiwa na Tottenham Hotspur mpaka juzi ambapo Harry Kane yeye amejipatia taji lake la kwanza akiwa na miaka 37 takriban imepita toka yeye aanze maisha ya kandanda, na akiwa na umri huo hapo utakuja kugundua kwamba kuna mengi ambayo yanafanyika sana duniani, lakini kutokana tu na namna watu walivyo kuna vitu hawavipati. Lakini pia yamkini nawe ukawa ni mpambanaji, ukawa unapambana sana, ukawa na nidhamu kwenye maisha, lakini usipate baadhi ya vitu kwenye maisha yako. Kijana, usikate tamaa. Mpambanaji, usikate tamaa. Bingwa, usikate tamaa. Na yote haya ninakuambia kwa sababu ya rekodi ya hat-trick ya Kylian Mbappe. Mbappe amefanya makubwa sana kwenye World Cup, kwa maana ya kombe la dunia 2022, mchezo ambao ulikuwa ni fainali dhidi ya Argentina. Kylian Mbappe alifunga hat-trick kwenye mchezo ule, hat-trick ambayo ilikuwa ni ya muhimu sana, magoli mawili ya dakika 90 za kuisaidia timu yake kurudi mchezoni ambako walikuwa nyuma kwa magoli 2-0, lakini dakika 30 za nyongeza, kwa maana zile extra time, Kylian Mbappe anafunga goli la 3 la kusawazisha na kufanya timu yake ya Ufaransa kuweza kumaliza mchezo kwa dakika zote 120 kwa magoli 3-3. Argentina 3, lakini pia Ufaransa magoli 3. Licha ya Kylian Mbappe kufanya kila kitu kwenye mchezo ule, lakini bado alishindwa kuchukua kombe la dunia 2022 mbele ya Argentina ya Lionel Messi. Ukiachana na hivyo, siku ya jana bwana, Kylian Mbappe alifanya kila kitu, kila jitihada za kuweza kuhakikisha ya kwamba anafanya kila jambo ili timu yake ya Real Madrid kuweza kuondoka na ushindi kwenye mchezo wao wa El Clasico dhidi ya Barcelona, na kutoka na ushindi kwa maana alama 3 katika jumba la Barcelona kupeleka pale kwenye jumba lao. Lakini mambo yalikuwa tofauti. Kylian Mbappe licha ya kufunga hat-trick kwenye mchezo wa jana dhidi ya Barcelona, pia timu yake ilishindwa kunyanyuka na ushindi mbele ya Barcelona. Ndio maana nikakwambia kwamba unaweza ukafanya kila kitu kwenye maisha, ukawa na nidhamu ya hali ya juu, ukapambana kadri uwezavyo, lakini bado usipate kile ambacho unakitaka kukipata au kile ambacho unastahili kukipata kwa wakati huo. Kwa hiyo rekodi ya historia ya penalty ya hat-trick ya Kylian Mbappe imekuwa ni historia ambayo ina maumivu ndani yake. Licha ya Kylian Mbappe kufanikiwa sana msimu huu na kufanya makubwa kwenye kombe la dunia 2022, lakini hat-trick zake hazikumsaidia kupata chochote kwenye mashindano husika. Ligi kuu ya pale nchini Hispania anashindwa kuondoka na alama 3 na timu yake ya Real Madrid, na wanakula kichapo cha goli 4-3, goli pekee za Real Madrid ambazo zilifungwa na Kylian Mbappe. The same pia kwa upande wa World Cup ambako licha ya kufunga magoli 3 lakini pia hakufanikiwa kuchukua World Cup mbele ya Lionel Messi ambao walitoka kwa mikwaju ya penalti, ndipo ambako Argentina alikochukua kombe hilo la dunia mbele ya Ufaransa. Kwa hiyo wewe kijana ambaye unapambana, wewe ambaye una discipline ya hali ya juu kwenye maisha yako, wewe ambaye unafanya kila litwalo kupambana kwenye maisha ili tu uweze kutoboa, tambua kwamba kuna nyakati utapambana sana, kuna nyakati utafanya kila kitu, lakini
si kila kitu kitakuja kwa wakati huu ambao unataka. Endelea kuwa mvumilivu, endelea kupambana, usikate tamaa. Ipo siku utakipata hicho ambacho ulikuwa unakitafuta, kwa sababu maisha yako vile ambavyo wewe unataka yawe. Ndio maana hata Kylian Mbappe, licha ya kwamba kuwa ni mwanasoka bora, ameshindwa kuifanya Real Madrid kuondoka na alama 3 mbele ya kina Lamine Yamal pamoja na kina Pedri na vijana wengine ambao wako katika ardhi ile ya pale nchini Hispania, kwa maana mbele ya Barcelona. Pambana sana kwenye maisha, usikate tamaa. VACA 7 Vika 7 langu jina, endelea kukaa karibu zaidi na Remo Digital kwa habari na matukio mbalimbali.